Saka akichezea timu ya wakubwa kwa mara ya kwanza. Hakuchukua muda, Saka akawa tegemeo la timu ndani ya Premier League. Alianza kung'ara kila mechi, mabao, assist na performance za kiwango cha juu. Mashabiki wakaanza kuamini huyu si mchezaji wa kawaida. Lakini safari yake haikuwa laini. Mwaka 2021 katika fainali ya UEFA Europa 2020 alikosa penati. Ndoto yake ya taifa ikavunjika na lawama zikamgeukia yeye. Maneno ya chuki, shinikizo na maumivu makubwa. Lakini hapa ndipo alipoonyesha moyo wa ushujaa. Hakukata tamaa, hakukimbia, alisimama, akapambana na kurudi kwenye kiwango bora zaidi. Akaanza tena kuandika historia. Miaka ilipita na Saka hakuwa tu mchezaji bora, aligeuka kuwa kiongozi ndani ya Arsenal. Hakiaminiwa na kupewa jukumu la kuwa nahodha. Sauti yake ikawa muhimu, moyo wake ukawa na nguvu ya timu. Na jana historia ikaandikwa upya kwenye mechi iliyokuwa na presha kubwa, mashabiki wakishiriki pumzi. Bukayo Saka akaamua kuibeba timu yake kwa kasi yake, kwa ubunifu wake na kwa ujasiri wake. Akaiongoza Arsenal na kuipeleka moja kwa moja kwenye fainali ya UEFA Europa League. Uwanja ukaripuka kwa shangwe, jina lake likaimbwa kila kona. Kutoka mtoto wa ndoto mpaka nahodha wa matumaini. Kutoka maumivu mpaka ushindi. Hii sio mwisho, ni mwanzo wa hadithi kubwa zaidi. Bukayo Saka sio tu mchezaji, ni